Meno ese etole mele tole banyachi tole baetani tole maluba yana ela seyiruba talekyoto alungeo ate tole balanga msenge chwacholanga eno ese inonse nambaka tole maluba tatoke twataemo ave chai inonse imitukube iwe bili Meno ese etole mele tole banyachi tole baetani tole maluba yana ela seyiruba talekyoto alungeo ate tole balanga msenge chwacholanga eno ese inonse nambaka tole maluba tatoke twataemo ave chai inonse imitukube iwe bili Meno ese etole mele tole banyachi tole baetani tole maluba yana ela seyiruba talekyoto alungeo ate tole balanga msenge chwacholanga eno ese inonse nambaka tole maluba tatoke twataemo ave chai inonse imitukube iwe bili Meno ese etole mele tole banyachi tole baetani tole maluba yana ela seyiruba talekyoto alungeo ate tole balanga msenge chwacholanga eno ese inonse nambaka tole maluba tatoke twataemo ave chai inonse imitukube iwe bili. Mambo vipi mtazamaji wa Didas TV, naitwa Das Jona. Hapa nipo New York, Buffalo. Yes, na hapa niko na mwanaharakati wa Buffalo. Siku zote waga tunazungumza kwa faida yako wewe mtazamaji na ambao unafuatilia vipindi vyetu ambavyo unahitaji kufahamu maisha halisi ya diaspora, zaidi sana kwa wale ambao wanapatikana upande huu wa hapa Marekani. Na hivyo basi niko na mwanaharakati tena, lakini siku ya majonzi, kwa sababu kwenye jamii ya Kibembe ama kwenye jamii ya Babondo wamempoteza mzee muhimu sana
wa jamii ya Wabondo ambao wanapatikana hapa Buffalo na Wabondo wote Marekani mzima. Ni mzee wa busara, mzee wa mashauri, mzee wa hekima, ni mzee ambaye ilikuwa faida kwa jamii, kwa vijana na kadhalika, kwa sababu ndio mzee ambaye tulikuwa tunategemea sana. Alielimisha na alisaidia watu wengi. Ni mzee wetu, kwa sasa hivi ni marehemu. Tunaomboleza pamoja na familia. Ni mzee ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Livingstone ama maarufu mzee Livingi. Yes, mwanaharakati, habari za saizi? Habari nzuri kidogo, labda hizo za majonzi tu kama ulivyotanguliza katika utangulizi wako. Yeah. Kwa kumpoteza mzee wetu, mzee Lotengya Livingstone. Lakini wengine hatujambo kabisa. Okay. Ndio. Yes, kabla tujaendelea, kama nilivyosema kwamba tuna majonzi, tunaomboleza na familia na jamii ya Wabondo kumpoteza mzee. Na ni mzee ambaye tuseme ilikuwa ni dhahabu kwa vijana zaidi, kwa sababu kila ambacho ulikuwa na mkanganyiko kuhusu jamii, kuhusu Wabondo, mzee alikuwa kidogo anakuelimisha na unafahamu mengi usiyafahamu kuhusiana na jamii na mambo mbalimbali. Wewe upande wako, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na mzee wetu ambaye alituacha, kutokana na mzee alikuwa naishi na mazingira na faida kwa jamii yetu pia? Ya, kwanza nishukuru sana tena kama nilivyotanguliza mwanzoni. Mzee Lotengya Livingstone ni mzee ambaye tuliishi naye kabisa. Kwa njia yangu mimi naweza sema rafiki. Rafiki kwa sababu ni mzee ambaye tulishirikiana sana kwa mambo haya ya tunapokuwa na mada fulani nataka kuizungumzia kupitia umma. Kuna mambo mojawapo ambayo mara nyingi sana nilikuwa nakimbilia kwake, na hasa sasa ni kwenye masuala ya asili. Mzee Livingi kwangu pamoja ni mzee kama ulivyosema, lakini kwangu mimi alikuwa ni rafiki. Okay. Na ni mzee ambaye kwa sisi hapa Buffalo tumepoteza maktaba, hasa hususan kupitia kwenye masuala ya asili, kwa sababu kwetu Afrika huwa tunasema kwamba tunapopoteza mzee maana yake tunapoteza maktaba, sababu tunajua mila na tamaduni zetu. Mara nyingi wazee wetu wa ile miaka hawakuweza kuandika kama wenzetu hao wa kizungu, mambo yaliyopita miaka nenda miaka rudi, lakini mambo yale yamo kwenye vitabu. Anapotaka kusoma kitu fulani anakimbilia kwenye maktaba. Aidha kwa sasa katika ulimwengu wa teknolojia wanakimbilia kwenye mitandao ya kijamii, Google, anatafuta kila kitu, basi anapata yale anayoyatamani. Lakini sasa kwetu sisi kwa kukosa kuandika, wazee mara nyingi wale wahenga, yani mzee anapokuwa kama mzee hapa alivyotuacha, na ni mzee ambaye tulimtegemea sana kwenye masuala ya asili, na kutoka kwake maana yake tumepoteza maktaba. Yani tumepoteza maktaba kabisa, na kila mtu hapa Buffalo, kwa wazee, kwa sisi vijana, kwa akina mama, wote tunashuhudia, kwa sababu tulikuwa tunashuhudia hapa kwenye masuala hii ya kuoana. Mzee Livingi alikuwa ni tegemeo letu sana pale tunapokuwa tunakosea, kwa sababu najua baada ya kufika hizi nchi za kizungu mara nyingi ni kama vile vitu tunaanza kuvipeleka kizungu. Lakini yeye kila mara alikuwa anatukumbusha hapana, asili ya mimi nasema 1 2 3. Kama ni masuala ya mahari, kama ni masuala ya na maana ile masuala ya asili inayoendana na asili kwenye misiba 1 2 3 anatuelekeza. Mimi nakumbuka siku za nyuma hapo tulikuwa tushapanga program, kwa sababu naamini hata labda ameacha kamera, ameacha hata ubao ambao alikuwa Aisha anunua ili, kwa sababu na tulikuwa tuko mu process hizi. Kuna kipindi ambacho tulikuwa tushapanga tumfungulie ile channel yake, na channel yake alikuwa anasema ataita Bembe
masomo. Maana yake Kibembe masomo, aidha tuseme masomo ya Kibembe. Okay. Lengo lake lilikuwa aje afundishe Kibembe. Ndio. Na hivyo kuanzia wapi? Kwenye alfabeti. Okay. Kuanzia A ya Mkibembe hadi Z. Okay. Na tulikuwa na hiyo hamu, lakini unajua unapanga na Mungu anapanga pia. Ya mwanadamu unaweza, yani kupanga kwetu kwa Mungu ni kupendekeza. Ndio Wafaransa wanasema l'homme propose, Dieu dispose. Kupropose maana yake ni kupendekeza. Mungu ndio anapanga sasa. Okay. Kwa hiyo kabisa tuna majonzi makubwa. Mzee wetu huyu alikuwa anaenda hata masteti huko, alikuwa anakuja kuchukuliwa hapa kwa sababu ya kwenda kusimamia maneno hiyo ya kusimamia masuala ya kuowesha. Yani ni hivyo, tunaumia sana sana. Yes. Yeah. Ulisema ni mzee lakini alikuwa ni rafiki kutokana na ukaribu na mambo kaza wa kaza. Ni kitu gani ambacho ningependa ushare ambacho labda ulifaidika sana kwake, ambacho labda ulikuwa ukifahamu ila kupitia mzee yakubidi ufahamu hicho kitu gani zaidi? Asili sana. Na zaidi mimi nakumbuka siku za hapo nyuma tulikuwa na mada hapo, kwa sababu anayeoa mtoto wa Livengi tena mimi ni rafiki yangu. Okay. Mara nyingi panapokuwa panamsiwa kwa Mzee Livengi, mimi ilikuwa inabidi mimi nisindikize rafiki yangu. Na tunapokutana pale, na unavyojua kama mimi mwanaharakati, na tunapokuwa kwenye msiba lazima tuwe tunaleta mada za huko na huko. Nakumbuka kuna siku ambayo aliwahi kutuliza swali kwamba hivi mnadhani ni katika kipindi gani ambacho mlianza kuona kule kwetu masuala haya makanisa yalianza kuleta mambo yani kama vile ya vurugu. Akauliza hiyo swali hivyo. Na aidha tuseme tu mfumo wa yale mambo ya imani yalianza kuharibika kule kwetu. Basi sisi tukaanza kutafuta majibu ya huko na huko, lakini alisema hapana. Baada tu ya wale wazungu kutuletea ya makanisa yao, mambo yalianza kuharibika kwa sababu watu walikuwa wanaishi kwa amani. Hicho kipindi wanaishi kwa kufuata mila desturi. Walikuwa wanamuomba Mungu hata kabla wazungu hawajaja. Hiyo wazungu walipokuja na kuleta hizo dini zao, basi watu walianza sasa kugawanyika, na mpaka hivi utakubaliana na hilo, na sisi wote tunakubaliana nalo. Leo angalia gisi watu wanavyobebana huko na huko. Isitoshe mzee, kama ulivyouliza hapo, nilichopata kwake zaidi kujifunza, kwanza kule kujiamini katika kuongea. Unajua kuna baadhi ya wazee anapokuwa anatoa mwelekeo kwa mtu, unaona hata yeye anapokuwa anaongea ni kama vile hajiamini. Sasa mzee marehemu ambaye ametuacha, anapokuwa anaongea na anajenga hoja, na tena nilipokuwa nampendea mimi kule, ina maana hoja kwake sio kwa mzee mwenzake tu, na kwa kijana anapoona kama kuna mada ambayo labda hautaki kuelewa, aidha labda uelewe vizuri, lazima atakuelewesha. Na anatoa na mifano na mpaka utaelewa tu. Kwa hiyo ni mzee ambaye kabisa kwangu nilichota mambo mengi, na nilikuwa naambia hata mkwewe ambaye ni rafiki yangu, wewe kwako wewe ni baba mkwe, kwangu mimi ni rafiki yangu. Kwa hiyo kwa njia hiyo na mimi ni babako mkwe, tunacheka hapo, tunafurahi hapo. Lakini cha ajabu sana, siku ya Alhamisi ile ambayo taarifa zimetoka, mzee ametutoka, ilikuwa jana siku ya 5. Siku ya 4 Alhamisi, mimi ndio nilikuwa mnyumba yake. Tulifanya maongezi mimi na yeye kwa takriban lisali 1:30. Sijui kama labda nilisukumwa niende nikaongee naye kwa mara ya mwisho. Katika maongezi yetu, kwa sababu kama vile nilivyosema nilikuwa Canada, nikamwambia safari yangu jinsi ilivyokuwa na mpaka nilivyokwenda na kurudi, tukaongea mambo mengi. Kasika sema nisikia ulilazwa, imekuwaje? Sema na yeye kabisa
hakufahamu, yani alijikuta tu aishakuwa hospitalini. Kwa sababu sisi tulikuwa tunajua tu inayomsumbua mzee ile kama ni mlambo yenyewe alikuwa nayo, alitoka nayo Afrika mara nyingi sana, ndio ilikuwa inaamka. Na kipindi inapoamka na unaweza kusikia sema mzee tena ule mguu wako umeamka. Lakini hiyo swala ambalo lilinitokea kabisa, na tulipokuwa katika maongezi yule kijana ambaye ni sijui ndio msengezana wake, yani ule kijana anaitwa nani ule, naye akaja pale akamsalimia, tukaanza historia, tuliongea mambo mengi. Kwanza hata jana mimi nilimuuliza ule kijana ndio nani nani na maana hao jina imepita yani ila nitaikumbuka ya sasa. Akaongea na hivyo najisikiaje, akasema ninaona hali kabisa inaendelea vizuri kwa sisi tunavyomzoea, ila mimi nilipomuona tu kwa mara ya kwanza nikasema kabisa naona hata mwili umepungua. Umepungua kabisa kwa sisi tunao kujua, sisi tunao kuona mabadiliko fulani. Tukaongea tukaongea historia za huko na huko kabisa. Lakini cha mshangao, na hata kijana nilimuuliza, ina maana hali imegeuka nyuma, imekuaje? Sio kama ilipofika kama mida saa 3, sijui kama, yani mpaka kushangaa kabisa. Kumbe kifo kina mwenyewe, kifo ni fumbo. Kama vile tunavyosema Katolika, fumbo la imani, fumbo ambalo wewe mwenyewe uelewe lini inatokea. Na kuna vingine vinakuja hivi, mnaweza kuwa mko hapa alafu yani kama vile vinasukuma watu mutoke sasa, mutoke. Na nyenye kutoka mambo yanaharibika. Ndio kwenye jamii ya Wabondo. Ndio. Kupoteza wazee kama hawa. Tumepata pigo gani au niseme kuna hasara gani ambayo jamii imepata kupoteza wazee wa hekima ambao walikuwa na waonyesha vijana wengi wamezaliwa hapa wajue asili, na sio pigo tu. Ni pigo zaidi. Kwa sababu kama ulivyosema hapo, vijana hasa sisi tunakuja katika hizi nchi za kizungu hizi, mila, tamaduni na desturi zetu zote tunaendelea kuzipoteza. Na wanaotukumbusha ndio hao wazee. Hizi vijana na mimi nafikiria kwa miaka inayokuja huko, hata haya masuala ya kuowesha kwenye mavilio, yani tukaanza kufika tu dakika 2 hapa, moja mbili tatu tunamaliza, kwa sababu tutajikuta sisi wote hatujui. Na tena vijana wa sasa wasikuzi hatutaki kujifunza kutoka kwa hao wazee. Kwa hiyo kabisa tumepoteza, na ni pigo kubwa. Na pigo hili tusipokaa makini na kwenda labda na tafuta wengine wazee ambao tunajua hawa wanaweza wakatusaidia, na tuendelee kujifunza, tunaweza tukakosa mambo mengi. Kwa sababu mzee Living hapa kabisa ndio ilikuwa tegemeo swala ya asili. Mzee alikuwa anapigiwa simu ngambo na ngambo kwa Australia, mzee hiki wanafanya huwa wanafanyaje, anaelekeza. Sasa kutoka na wazee kama hao sisi hasa katika hizi nchi pigo kubwa sana, ni kilio kizito. Na kilio hicho labda kwa sababu vijana wengi wanataka sasa kujifunza masuala ya kizungu. Ndio. Sasa kizungu ndio kupotea kwenyewe. Ndio kupotea, mnapoteza asili. Na ukipoteza asili yako basi wewe sio tena. Kwa sababu anasema kila ndege hujulikana kupitia mlio wake. Asili yetu ndio inatambulisha. Wenze ukina hata Warundi, hata kuvaa kwao Warundi utakuta tu wale wakina mama. Na ni muhimu kuonyesha kupoteza asili. Inaonyesha asili. Lakini sasa kwa hiyo niseme kwa ufupi tu, pigo kubwa kabisa. Yes, mara nyingine tena kama Didas TV nitoe pole
kwa familia, kwa jamii ya Wabondo Buffalo, jamii ya Wabondo Marekani, pia na nyumbani Kongo. Pole sana, ila ni pigo kubwa sana kwa jamii ya Wabondo ambao wanapatikana Marekani, kwa sababu vijana, watoto wanazidi kupoteza asili yake. Ila kupoteza wazee kama hawa ni pigo kubwa sana, asikwambie mtu. Tutoe pole na ni huruma sana kwetu wote. Yes, tukiachana na hili. Yes, sijui unaifahamu LSSC. LSSC nilikuwa nasikia hasa kupitia mitandao ya kijamii ya LSSC. Yes, vilio watu wamelia sana. Ni business online ambayo ilikuja kwa ajili ya tuseme mtu mwenyewe mwenye biashara afahamiki hivyo amekuja hivyo, kwamba kuna business hapa, jamii wakaipokea, wakawa na ushawishi kwa kila mtu kujiunga. Watu wengi wakajiunga, wakawekeza pesa nyingi sana. Siku mpaka wengine wakaacha kwenda kwenye makampani, kwamba mimi kila wiki naingiza $700 au kila siku naingiza sijui 50, sijui 100, 200. Ndio. Kwaona mimi na kampuni nimeacha kabisa. Mwisho wa siku mitandao ikawaka. Imekuaje tena? Eti sijui kampuni au sijui hapo, sijui ni mambo akawa mengi, kwamba ndio hivyo review pesa ambazo tunasubiria zije, sijui 10,000, sijui laki, sijui 1000 ngapi, pesa zisomi tena, kwa maana kwamba tumetapeliwa. Ndio. Wewe kama mwanaharakati, mtu wa jamii ya diaspora, una nini cha kuzungumzia kuhusiana na hicho ambacho kimewakuta ndugu zetu? Nijue na wewe ulikuwa ndani yao vipi? Kama na wewe ulikuwa umejiunga na hiyo kampuni ili uingize hayo maokoto ya bure mpaka kazi ukaacha, labda na wewe kazi uliacha. Tuambie na wewe hata kwenye kampuni ulikuwa uende? Hapana kabisa, na sema kweli mpenzi wa Mungu ni kwamba hayo masuala ya LSSC ya kweli kuna ambao wamejiunga na kweli hawakujulikana kwa umma kwa sababu hawakutaka kujionyesha, na wengine wamejiunga na wakaonekana kwa umma, kwa sababu ilifikia kipindi hata wengine walianza kualikana kwenye migahawa huko, tunaalika chakula labda wao ambao ndio walikuwa wanajua sheria zao. Mimi sikujiunga, lakini kuna watu baadhi ambao labda walikuwa wanakuja siwezi nikatumia Kiswahili cha kushawishi, kama vile kunihamasisha. Kuna dili fulani ambayo watu wanapata pesa, yani wanapata pesa hata ukiwa umelala. Ukiwekeza 2,000 tu ndani ya mwezi fulani unaisha na faida. Na kweli kwenye mitandao ya kijamii tukaona kabisa, ukiingia kwenye Facebook ni hayo mambo, ukiingia kwenye TikTok ni hayo mambo, ulimwengu wote kabisa ukachangamka. Lakini kupata pesa ni jambo la heri, isipokuwa tu kwa wale ambao wamejiunga. Sasa kwa wale ambao labda wamepigwa, niseme pole. Lakini kuna jambo moja ambalo linaweza likaja hivyo ili liwe fundisho kwa watu. Na mimi natoa tu shauri kwa sisi ambao tuko katika hizi nchi. Mimi nilikuwa Canada. Kweli hata Canada kulikuwa watu wengi ambao walikuwa wanajiunga. Na kule kwanza, kama vile nilivyosema, Canada watu wanatumika kazi, lakini hakuna kazi nyingi sana kama hapa ambapo utakuta mko watoto wane ndani ya nyumba, wote mnatumika. Baba anatumika, mama anatumika. Lakini watu namna kutosheleka na kitu ni sio rahisi kwa sisi, kwa sababu hata pesa tunazozipata ni ndogo, na unaposikia kuna maokoto hapo, kwa nini sijiunge? Lakini kwa wale wenye tuseme wenye wajanja wenye akili ya kuona mbali, walianza kushakia tu hayo mambo, labda yanaweza yakaleta matatizo huko mbeleni. Hapo jana msibani ndio ilikuwa mada.
Okay. Ndio ilikuwa mada kabisa. Sasa sisi labda tulikuwa hatujui. Tuseme labda kama ndio ilikuwa ni kichekesho, kama ilikuwa ni burudani sasa. Okay. Maana yake utasikia mwingine alikuliwa 20,000. Mwingine 18,000. 18,000, wengine wala sijui. Na hivyo wengine aseme walienda kukopa. Wengine 5,000. Wengine akaambiwa aseme bwana, tunasikia kwa siku 2 watafunga tu pesa. Mwingine alibahatika kabisa akatoa pesa, akatoa kabisa, na kweli hizo siku 2 zilizo tukasikia wengine ndio siku ambao walikuwa ndo wanajiunga mpaka wakapigwa, sijui tukasikia na audio. Hizo pesa zangu kama zijaja nitakupiga sana. Mimi kuna mmoja ambaye niliwahi kusikia anasema wenzake walikuwa anamshawishi aseme alikuwa aishakuwa kama ku 2,000 kama na 300 hivi. Mwambie sasa wenzenu wanafanya hivi, zikiingia hivi unatoa na wewe toa, asema hapana, mimi nasubiria zifike kama vile 5,000 hivi. Sasa matokeo yake ilikuwa zote zimekataa kutoka. Maana yake nikumbuke maneno ya ule tajiri wa China, alisema ukiona jambo ambalo limejitokeza hivi na linafanywa na watu wengi, wewe usijiingize haraka sana. Aidha usijiingize, fanya jambo ambalo liko labda kinyume na lile. Okay. Na kuoji ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu kwenye LSSC baada ya watu wengi kusikia ni pesa, wengi walikuwa hawahoji kwa sababu itakuwa ni kampuni gani ambayo inaongozwa na mtu mmoja tu. Kwa sababu kuna rafiki yangu pale, huyo mwemu tuliwahi kuongea naye, nikamuuliza mbona kuna kipindi na wewe ulikuwa unashawishi watu waingie mu LSSC? Akasema nilikuwemo mwanzoni lakini nikatoka kwa sababu nilianza kujiuliza maswali. So unaona alijiongeza. Hivi inakuwaje mtu huyo ukimuuliza mkifaransa anakujibu, wewe ukiandika Kiingereza anakujibu, ukiandika Portuguese anakujibu kwa muda ule ule, mkiandika nyinyi wote kama ni 10 hapa na anawajibu. Anaanza kushakia hivi. Na ni kampuni gani ambayo mtu mmoja tu ndio anagonjwa alafu kampuni inaumia, yani haina usaidizi, haina manager, hawa wenzetu wazungu hata mwile kampuni unaotumikia hata mwenye kampuni afe ila kampuni itaendelea tu. Bosi François anagonjwa, kampuni imezima, yani kampuni imepotea. Tuseme pole, lakini vile vile tujiongeze panapojitokeza na swala hilo. Lazima kwanza uwe na uhakika, na cha muhimu zaidi tutumike kazi, tupende kazi. Hizi kazi ndogo ndogo ambazo tunatumika hapa, wale kidogo ambao tunaipata turizike tu nayo, tulipe renti, kila kitu. Ile kidogo ambayo nabaki nayo basi jiongeze. Afrika kule kuna watu ambao maisha yao inaendeshwa, biashara vyake havifiki hata thamani ya $400. Yani ukienda unanunua vitunguu vyake, tomato, mafuta, havifiki hata kwenye thamani ya $300 400, lakini biashara hivyo ndio inaendesha maisha yake yote. Ndio anasomesha watoto. Kwa nini? Ni kule kujiongeza. Tusitake kutajirika kwa masuala ya haraka ndio pesa za bure. Sawa, wanasema haraka siku zote haina baraka. Kwa ufupi ndio labda nilitaka niseme kwa watu wa LSSC, kwa sababu hata kuna wengine walikuwa na tumia sasa ushawishi. Usiposhawishika anakuona kama vile wewe ni mtu mbaya sana, hutaki yeye apate pesa. Sasa mtu nafsi yake inapokuwa labda imekuwa imesita, basi achana naye hiyo. Labda kuna kesho kutwa labda kampuni nyingine ikaja, business za online, kwamba hapa kuna hela hapa, wekeni hela. Vipi waendelee kuamini au ndo sasa hivi wamejifunza? Wewe kama unavyoona kwa mtazamo wako. Mimi kwanza nakumbuka siku za hapo nyuma kuna kijana niliwahi kumfuatilia akasema iweni sana angalisho, kwa sababu unapoona kazi yoyote kama Marekani unayotumika ambayo hautozi tax, hiyo kazi hiyo kuwa nayo makini sana. Kwa sababu ni kazi hii serikali za hizi nchi hizi, yani unaleta business yako ambayo inakuwa na watu mamilioni alafu unashindwa kulipa tax. Kama kunaweza kukajitokeza, kwa sababu zitakuja tena zingine nyingi tu. Kwa hiyo watu wawe makini, na umakini ni ule tu tafuta kazi, tumika kazi. Ile yako kidogo yenyewe unapata unajiongeza. Kuna watu wanafungua mabiashara hapa, wanaendeleza, anapata kidogo huku biashara yake.
Kama ni kuposti vitu kule unakuja kuuza hapa, hakuna shida. Mimi siwezi nikamwambia mtu na niseme kwa ufupi, siwezi nikamwambia mtu aseme labda kama kuna kuja nyingine kampuni huko. Wacha tuwape pole, na kampuni nyingine ikija kama wataweka hela ni za kwao, lakini hatumpangie mtu maisha, lakini kwenye angalisho. Kwa hiyo sio, kuna wengine wanalia hivyo ndo anatafuta kazi, na siku hizi Marekani kazi imekuwa ngumu. Ndio hivyo bado anahangaika, hela yote imekauka, anashindwa alipaje rent. Kwa kumalizia lakini kwa wale ambao labda wanatumia hii sasa kama vile kucheka wenzao, kuona sema wana akili. Jamani, hilo ndio inaonyesha kama sisi watu weusi, kwa nini hii mioyo yetu aidha ni kama vile ya kishetani hivi. Hivi kama wewe bidasa umepigwa, mimi kwangu iwe shangwe. Sasa nifurahie nini sasa? Kama ukipoteza zile pesa, sasa mie zitanisaidia nini? Ina maana mimi zitafika hata mia yako. Kwa hiyo panapo labda ilikuwa kama vile ni matani, ulikuwa unanishawishi kwa nguvu, nikasema sasa iko wapi? Lakini kama wenzetu amepigwa, tusifurahie, kwa sababu kama mwenzako amepoteza $20,000 ina maana amepoteza mke hapa Marekani. Pesa nyingi sana. Amepoteza mke. Kwa hiyo sasa kwa kumalizia kipindi chetu, ndio. Yes, hapo nyuma hapa Buffalo tulikuwa mchakato wa ambassador wa Kongo alikuja hapa kwa ajili ya mchakato wa kuhudumiana kuhusu passport za Kongo. Lakini zewe walikuja, muda umepita sana. Kujawa taarifa yote ile kuhusiana na nini kinaendelea. Je, hizo passport watu wazisubiri zitafika? Ndio na ulienda kwenye huo mchakato kwa sababu ya kuwa na passport, kwa sababu ni Mkongomani. Na mimi labda nimepigwa. Sijui, na watu wakatoa hela kiwango cha $300 kila mmoja, ambao alikuwa na uhitaji wa hiyo passport. Vipi unahisi bado watu wasubiri zitakuja, au ndo tupotezee imeisha hiyo? Kwa sababu hakujawa taarifa yote ambayo imetolewa na wale waliosimamia huo mchakato. Kwa ufupi ni hilo. La kusubiri ni jambo kubwa. Lakini katika kusubiri lazima sasa tuwe na taarifa yoyote ile. Yaani tutasubiri hadi lini? Mfano, mimi ninavyojua, na kabla mimi sijasema kwa sababu sina uhakika wa haya mambo, ni kwamba wale ambao waliunganisha wale wa jamaa kutoka pale Washington DC na kuja kusimamia ule mchakato pale, tuko nao hapa, tulikuwa nao pale. Kwa hiyo wale ndio wangekuja, na najua wewe Didas TV yako inatumika kazi sana. Lazima utafute wengine wende waoji pamoja, wengine wana tabia sana za kukwepa hivi. Lakini wao ndio wangeleta majibu sahihi. Mbona passport? Kwa sababu nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 5 tarehe 3. Na hivi tuko mwezi wa 8. Ina maana miezi mitatu tayari. Au bado muda bado, labda ni mwaka. Ila taarifa nilizozipata mimi ni kwamba kampuni ambayo ilikuwa inashughulika na kutengeneza passport pale nchini Kongo, mkataba wake na serikali ya Kongo umekwisha. Na hao wameondoka. Sasa kukaja kampuni nyingine ambayo kampuni hiyo, pamoja na kwamba hawajaanza hiyo kazi na kukubaliana na serikali, walikuja tu kutengeneza hivi, na nukuu kwa mtu ambaye na yeye alitafuta hiyo passport nchini Kongo, akaja huku akaacha anaagiza kwamba passport ikitoka kule alafu ndio watamwagizia huku, lakini na yeye hajaipata kwa sababu ameingia katika huo mkumbo kwamba pasipoti zimegeuzwa na kutakuja zingine. Lakini hiyo kampuni ambayo imetengeneza hiyo pasipoti jipya imetengeneza pasipoti moja tu ambayo ni ya rais, ndio wakafanya ile inauguration. Wakafanya inauguration. Sasa kinachosubiriwa hapo, ina maana yeyote yule ambaye pasipoti yake ya Kongo imekwisha expire, kwa kupata jipya jingine ni tatizo. Ina maana sio rahisi kuipata, kwa sababu ili upate jipya lazima usubirie sasa zile pasipoti zingine jipya ambazo zitakuja ndio upewe katika zile. Hivi na nukuu kwa mtu ambaye mimi amenielezea, kwa sababu dada yake anatumika kwenye immigration ya pale DR
Kwa hiyo kwa kifupi watu waendelee kusubiri, wawe na subira. Yes, muda ni muda, miezi ni miezi, watapata walicho. Kama na sisi tutapigwa kama watu wa LSSC. Sisi hatuna shaka, tutakuja tena kutangaza. Jamani, na sisi tumepigwa. Sasa kama ni kuchekana, lakini passport zikija, nitaomba watu waendelee kuzipata pasipoti za Kongo kwa sababu ziturahisishie kwa mambo mengine. Mengine sikutaka kuyaongelea hapa kwenye mtandao kwa sababu kuna wengine ambao hata safari zao zilikuwa mtu anataka kwenda Afrika kwa sababu ya mambo kama haya magonjwa nini, lakini inakutaniwa ana na passport ya hapa ya Kongo. Lakini kama ungekuwa na ya Kongo hivi, wenzetu tunaona kila mara wanatoka wanaenda na kurudi, kwa sababu ile ya Kongo tiko international, ni wewe tu unahakikisha tu ile visa basi unaondoka. Lakini ukishakuwa na green card na kila kitu kinakuwa rahisi. Kwa hiyo passport tuendelee kusubiri. Kama na sisi tutapigwa basi lakini kwa wale ambao walileta wale wa jamaa ndio waje sasa watutolee taarifa sahihi, aseme pasipoti zenu hizi ziko. Mimi kuna mmoja aliniambia hapa, aseme hivi kwanza nyewe mna bahati kwa sababu mtapewa sasa pasipoti jipya, ina maana za muundo mwingine. Alafu nikaunganisha na ile taarifa ambayo ameniambia yule ambaye alikuwa Kongo, nikaona labda sasa itakuwa ni okay. Niseme asante sana kwa muda wako. Karibu. Ambayo tumeufanya hapa kwa ajili ya watazamaji wa Didas TV. Yes, mtazamaji, fuatiliaji wa vipindi vyetu. Niite Das Jona. Nilikuwa na mwanaharakati. Umemsikia? Yes, tumezungumza kwa niaba ya mzee wetu aliyetuacha, Mia Mabondo. Wana msiba mkubwa kutokea hapa Buffalo, New York kwa ajili ya mzee wao au mzee wetu ambaye ametuacha. Tutoe pole zaidi na zaidi. Na pia umemsikia mtazamo wake kuhusiana na business online ambayo sasa hivi ni vilio kwa kila nyumba. Asilimia kubwa watu wengi tofauti tuna sio tu wa jamii yetu, hata wazungu wa watu wote wanalia kutokana na kilichotokea. Labda cha mwisho cha kumalizia ni kipi? Mwishoni tu ni kushukuru ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi kupitia Didas TV. Kuendelea tu kufuatilia update zote zile zinazotumwa, na tutaendelea kuhabarishana siku kwa siku, lakini tu tumtakie mzee wetu safari yake ya mwisho ambayo tarehe 30 naamini pamoja hawajatoa taarifa kamili, naamini ndipo atakapo ziko. Kwa wale ambao wako state jirani, sio jirani, njoni tushirikiane, tusindikize mzee wetu kwa sababu sisi wote hii ndio safari yetu, na Mungu tu ailaze roho yake mahali pema peponi.